Wakati huo Machi 15 mwaka 2026 saa 4:45 za asubuhi huko katika eneo la Uyole sokoni jijini Mbeya, kundi la wananchi waliojichukulia sheria mkononi walizingira watu wanaodaiwa kuwa ni wahalifu wanaojihusisha na matukio ya uporaji na upigaji nondo majira ya usiku, ambao walikuwa wamejificha ndani ya nyumba mojawapo iliyoko katika eneo hilo la Uyole. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kikosi maalum cha kuzuia na kupambana na matukio ya uhalifu walifika eneo hilo na kukuta kundi la wananchi wakiwashambulia watuhumiwa hao kwa kutumia mawe pamoja na silaha za jadi. Katika juhudi za kuwaokoa watuhumiwa hao, wananchi walianza kuwarushia askari mawe ili wasiwafikie hao wahalifu kwa ajili ya kuwaokoa, lakini kutokana na umahiri uliopo katika kushughulikia makosa haya, askari wetu waliweza kufanikiwa kuwaokoa jumla ya watuhumiwa 6 kutoka mikononi mwa hao wananchi waliokuwa na hasira, na katika kuwaokoa waliweza kuwakimbiza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu kwa kipindi hicho walikuwa wamejeruhiwa sehemu mbalimbali za miili yao. Kwa hiyo wakati wanafikishwa hospitalini, kati ya wale watuhumiwa 6 waliokamatwa au waliookolewa kutoka kwenye kundi la wananchi, 4 walifariki dunia wakiwa wanapatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya rufaa, na waliofariki wakiwa wanapatiwa matibabu ni Eric Nasoro maarufu Eric Mandampo, huyu ana umri wa miaka 20, ni mkazi wa Uyole. Wa pili ni Meshaki Joseph, jina maarufu ni Scofield, huyu naye ana umri wa miaka 20, naye ni mkazi wa Uyole. Wa tatu ni Abdalla Goliamu, naye jina lake maarufu anaitwa Dula na umri wa miaka 20 na ni mkazi wa Sakarani. Na wanne ni Asajile Isaac mwenye umri wa miaka 25, ni mkazi wa sokoni Kingani. Aidha, watuhumiwa wengine 2 waliokuwa wamepata majeraha kipindi hicho waliookolewa kutokana na majeraha madogo waliokuwa nayo walitibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini, ambao ni Raksi Hamisi mwenye umri wa miaka 23 na Pasco Aroni mwenye umri wa miaka 32. Wote hawa ni wakazi wa Uyole ambao kwa sasa wanaendelea kushikiliwa na kuhojiwa na kikosi maalum cha askari kwa ajili ya kupata ushahidi muhimu ambao utawaunganisha na baadaye waweze kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizi ambazo tumezitaja za kuvamia watu na kuwapiga nondo, wakata mapanga na kufanya uvunjaji na kuiba mali zao. Kwa hiyo katika mahojiano ya awali na watuhumiwa hawa ambao wamenusurika, ambao tunasema tunao katika vituo vyetu vya polisi, walionusurika kuuawa na wananchi, wanakiri kuhusika katika matukio kadhaa ya uhalifu yaliyotokea katika mkoa wetu wa Mbeya na jiji la Mbeya kwa ujumla, na wametaja matukio hayo na wameonyesha maeneo ambako walikwenda kufanya uhalifu huo wakiwa na wenzao ambao tayari wamekwisha fariki sasa, na wametaja kwamba walihusika katika matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, matukio ya mauaji na uvunjaji, pamoja na kujeruhi baadhi ya wananchi ambao wako hospitalini, wengine wanaendelea kupata matibabu, lakini wengine wamekwisha ruhusiwa na wanaendelea na matibabu ili kupata nafuu ya majeraha ambayo waliyapata. Kwa hiyo watuhumiwa ambao tunao wanakiri kufanya matukio ya uhalifu maeneo ya Isyesye, Iganzo, Hangaya, Mangaveta, Iromba na Uyole. Ndio maana mtaona watuhumiwa hawa ambao walishambuliwa na wananchi walikuwa maeneo ya Uyole, na matokeo yake ni kwamba wananchi wameshatoa taarifa na tumekwisha baadhi walishakamatwa wakafikishwa kwenye vyombo vya sheria, lakini kutokana na taratibu za kimahakama wanaruhusiwa kupata dhamana. Wamepata dhamana, wameenda tena kufanya uhalifu. Kwa hiyo wananchi wakaona kama vile jeshi la polisi kwa njia moja au nyingine kweli tunawasaidia, lakini na wao wamefika sehemu wakaona sasa wachukue sheria mkononi, japo ambalo pia na sisi tunalikataza, lakini tunaendelea kuhimiza watu wasijichukulie sheria mkononi, waache sheria ichukue mkondo wake. Lakini kwa sababu hawa watuhumiwa wanajirudia, ndio maana unaona hii hali ya wananchi wa maeneo ya Uyole na maeneo mengine wakaamua sasa waweze kukimbizana nao, kwa sababu ni matukio ambayo sasa wanafanya kwa kujirudia, na
baadhi ya wazazi wanaendelea kuwatetea na kuwafichia siri na kuwaficha hata majumbani kwao kuwakatalia, lakini kwa sababu taarifa tunazipata kutoka kwa wananchi, tunashukuru sana wananchi kwa ushirikiano huu ambao wanaendelea kutupatia na tunaendelea kukamata. Tumekamata vitu vingi sana kwa ushirikiano wa wananchi, na baadhi ya watuhumiwa ambao tunao wameweza kutuonyesha, na kuna baadhi ya watu wanajipatia mali hizi, wanakuwa ni wanunuzi, tunaita receivers, wanapokea na kwenda kuuza sehemu nyingine, na wenyewe tumekamata. Kwa hiyo taratibu zinakamilishwa ili waweze kufikishwa mahakamani ili mkondo wa sheria uweze kuchukua nafasi dhidi yao. Lakini pia katika hali hiyo ambayo ninasema sasa ya vitu ambavyo vimepatikana, wamekutwa na mali mbalimbali walizoiba, ikiwemo magodoro, redio, televisheni ya TV, mazuria, mapazia, majiko ya gesi, mitungi ya gesi na mali mbalimbali ambazo ni za wananchi. Nyingine ni za watu ambao kwa kweli ukiwaangalia ni wazee, lakini wanaoingilia na kwenda kuwaibia. Kwa hiyo wamesababisha hasara kubwa sana kwa wananchi, lakini pia wameleta vifo kwenye jamii, kwa kitu ambacho wangeweza tu kufanya kazi wakajipatia hivi vitu. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi, kwanza wafike katika kituo cha polisi cha kati ambako ndo vifaa vyote vimetunzwa au vitu vyote vimetunzwa, yani Central Police Station hapa Mbeya, kwa ajili ya utambuzi wa mali zao, na watatusaidia watakapokuwa wanatambua. Itakuwa ni sehemu mojawapo ya kutengeneza ushahidi dhidi ya hawa watuhumiwa ambao tunaendelea kuwakamata. Hivyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wenye tabia ya uhalifu kuacha mara moja, kwani uhalifu haulipi katika mji huu wa Mbeya na hauna nafasi kabisa katika mkoa huu wa Mbeya. Lakini pia Jeshi la Polisi linatoa wito kwa jamii kulinda rasilimali za taifa na kuacha kujihusisha na uwindaji haramu kwa kuingia ndani ya hifadhi bila kibali, kwani kufanya hivyo ni uhalifu kama uhalifu mwingine, na badala yake wafuate taratibu ikiwemo ya umiliki halali wa silaha na kuomba kibali cha kuwinda ili kuepuka madhara yanayoweza kuwapata kwa kutofuata taratibu kama hizi ambazo tumechukua taratibu sasa za kuwakamata watu ambao wanaingia hifadhini na kuwinda bila kibali, lakini pia wanaangamiza wanyama ambao ni rasilimali kubwa ambayo inaingizia serikali kipato kikubwa.